Watanzania wenzangu, tusichoke kumwamini Mungu katika kufikia kila alichokikusudia kwenye taifa letu. Kwa ufupi, kuna mambo mawili naomba niongee, baadaye nikitoka kwenye mafunzo ya huduma nitakuja kuendelea. Jambo la kwanza, jana tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka 2026 niliona posti kwa Pascal Cassian ya John Heche akiongea kwa habari ya kuandaa maandamano ya kitaifa kwa ajili ya kumdai Lissu atoke gerezani. Nilipoona tu ile posti nikasema, kama kweli hii ni video ya John Heche, basi ile ndoto ya kuanguka kwa utawala wa Rais Samia inawezekana ikaenda kutimia. Maana ile ndoto nakumbuka kwamba kulionekana machafuko, na baada ya machafuko ndo anguko la Rais Samia likatokea, ambapo kuna nyota mbili zilimpiga kutoka mbinguni zikampiga mabegani akadondoka. Na lakini pia kuna ndoto nyingine ambayo alionekana anajuta kwa nini amekuwa rais. Lakini pia hapa katikati kuna watu wengine ambao waliota ndoto kumhusu Rais Samia ya kwamba alikuwa anaondoka anarudi Zanzibar, na alikuwa amesahau godoro lake, na kuna mtu alikuwa anataka ampe lakini hakufanikiwa. Ndoto za watu wengine huwa ninatoa ili kufikisha ujumbe pia, kwa sababu Mungu hasemi na mtu mmoja tu. Maana Mungu anaheshimu utumishi aliyoweka ndani ya mtu. Kwa hiyo kuna wakati mwingine anaweza siseme na wewe, lakini huo ujumbe ukawa ni halisi. Maana hata kuna wakati kipindi cha maandamano kuna mtu aliota ndoto, hiyo ndoto na ikatimia. Kwa Mungu aendelee kutusaidia. Lakini nakumbuka kabisa kile mwanzoni nilisema kwamba Mungu ametupa njia mbili wa Tanzania za kuweza kuleta utawala bora uliotabiliwa tangu mwanzo kupitia watumishi wa Mungu, hasa yule aliyetabiri ya kwamba kutatokea ndege itadondoka. Nikasema njia ya kwanza ni kwa habari ya watumishi wa Mungu, kanisa la Mungu kusimama kwenye zamu yao, na utawala bora utapatikana bila kumwaga damu. Njia ya pili ni ya maandamano. Hapa ni pale ambapo nafasi yetu na watu waliokusudiwa kusimama kwa hizo nafasi wasiposimama, basi Mungu atafanya kwa njia nyingine, maana anakusudi na Tanzania. Kwa hiyo kama tutaona kweli kuna maandamano ambayo John Heche alimesema ni kweli, sio AI, basi tujue moja kwa moja kwamba kanisa tuna nafasi ya kujirekebisha. Maana kilichoonyeshwa tangu mwanzo kwamba tusipo play nafasi yetu atatumia njia ya pili, basi tuone kabisa kwamba kweli kanisa la Tanzania kuna mahali hatupo kwenye nafasi yetu. Lakini pia jambo la pili ambalo nataka nihitimishe ni kwamba kuna ndoto ambao niliota. Nimetofautiana na mtumishi wa Mungu mmoja, mchungaji mmoja, na kwenye hiyo ndoto ni kwa sababu nilikuwa nakosoa. Mwanzoni niliona kwa habari ya uzinzi kanisani wa vijana, baadaye nikawa ndo nimeonyeshwa huyo mchungaji, tumepishana naye. Lakini kwenye kupishana naye ikatokea mimi nilikuwa na kikombe cha chai, baada ya kuwa kwamba nimepata ushindi kwenye hiyo kupishana naye, yani mwisho wa siku akaona yeye ndo alikuwa amekosea, ila nikajikuta kwenye hiyo vita mimi nikajikuta nimepoteza kikombe hicho cha chai. Iko ni kama uji. Basi uhalisia ulipokuja kwamba kuna mtu, tuka tunaongelea kwa habari ya mavazi kwenye kanisa fulani, alionekana mtumishi wa Mungu binti amevaa suruali mahali fulani madhabahuni, na nikawa na hoji mavazi inakuwaje mbele za Mungu. Tulianzia kuwaruhusu watu wanavaa suruali mitaani, leo mpaka wameanza sasa kuvaa madhabahuni, inakuwaje? Lakini kwenye hiyo kuuliza na nini hiyo vita iliendelea mpaka nikatolewa kwenye grupu la kanisa hilo. Na unajua ilinipa wakati mgumu, lakini Mungu jana tarehe 9 mwezi wa
huu wa 4 mwaka 2026 nikakumbushwa kitu kimoja, ya kwamba kuna wakati mpaka upigane vita ndipo upate kile ambacho Mungu amekusudia kupata, na kuna wakati inabidi upoteze kitu ili upate kitu. Nikakumbushwa kwa habari ya Daudi. Daudi kuna wakati Mungu alimwambia, alikuwa anamruhusu apigane vita, kuna wakati anamkataza. Lakini pia nikaambiwa kwa habari ya Sauli ya kwamba Mungu ndiye alimtaka Sauli aende akawapige Waamaleki kwa sababu alifanya vita na Israeli wakati wanarudi kutoka Misri. Kwa nikasikia ndani yangu ya kwamba kuna watu huwa wana vita na Mungu. Kwa hiyo wewe unajikuta tu kwamba ni kama chambo umetumiwa na Mungu ili kuwa ishara ya kwamba huyu mtu ana vita na Mungu. Kuna mahali amekosa mbele za Mungu kwa nafasi yake. Maana kumbuka, baada ya tukio hilo Mungu akaanza kufungua milango, sitaisema sasa hivi. Hiyo ikanipa challenge kwamba Mungu, inakuwaje kwamba nimepishana na mtumishi wa Mungu alafu baadaye unaanza kunifungulia milango hii? Nikakumbusha kipindi kile cha nyuma ambapo watoto walikuwa napishana na wazazi wao kwa sababu ya wokovu. Nikasikia ndani yangu naambiwa, kwa nini hao watoto walikuwa hawapati laana? Kwa sababu wamepishana na wazazi wao, kisa wazazi wao hawataki kuokoka. Nikamkumbuka mpaka mchungaji mmoja anaitwa Mchungaji Yunja, ana ushuhuda wake ambapo alipitia wakati mgumu. Kwa nikajifunza shetani amebadilisha vita ya zamani ambayo ilikuwa kati ya watoto na wazazi kwa bali ya kutimiza kusudi la Mungu. Sasa imerudi kwa watumishi wa Mungu na waumini, au watumishi wa Mungu wakubwa na watumishi wadogo. Watumishi wakubwa wanataka control mambo ya Mungu kwa watumishi wadogo, wanataka control mambo ya Mungu kwa waumini. Lakini kuna wakati kama ambavyo wazazi wetu, wazee wetu walipigana vita na wazazi wao ili kutimiza kusudi la Mungu ndani yao, kuna wakati pia Mungu anaruhusu upishane na mchungaji wako, maana mchungaji wako yuko kimwili. Kuna wakati Mungu atakutetea, itasaidia hata mchungaji wako kujirudi. Nitimisho kwa kukumbusha vita ya Reinhard Bonnke. Alipishana na watumishi wenzake, wafadhili wenzake wa misionari. Walimtaka asitishe chuo cha uinjilisti ambacho alikuwa na wainjilisti 50,000 amesajili. Asitishe habari ya programu ya kusambaza Biblia na kuhubiri Injili aliyokuwa ameandaa vijana wengi. Asitishe mambo ya printing. Lakini akawaza, mbona hii ina impact kubwa? Basi alipoenda kumuuliza Mungu, Mungu alimjibu tu tena kwa muda mfupi tu. Alitaka afunge maombi ya siku 3, lakini Mungu akamjibu ndani ya risali moja. Yeye aliomba kwamba, Mungu, ninaomba uniruhusu. Maana walimwambia akabidhi kila kitu, achane na hiyo huduma, abaki kama misionari wengine. Akamwomba Mungu, akamwambia Mungu, nataka nitengeneze amani na hawa watu, niruhusu nifanye wanachotaka. Mungu akamwambia, ukiadrop maono niliyokupa ya Afrika iliyooshwa na damu ya Yesu Kristo, nitakudrop na wewe pia. Kwa kuna wakati mwingine Mungu hataki tutafute amani na watu kwa kuliacha kusudi la Mungu. Kuna wakati ambapo anataka usimame na Mungu, utafute amani na Mungu, alafu amani na watu itakuja baadaye. Kama ambavyo baada ya Reinhard Bonnke kufanikiwa, ndipo hao watu wa hiyo huduma wakaanza kumtafuta tena. Kwa hiyo uwe tayari. Na hata jina la huduma ya Christ for All Nation ilitokana baada ya hiyo huduma kumzuia kutumia hilo jina kwenye printing machine yake. Kwa hiyo Mungu akampa jina jingine, na hilo ndo likawa huduma, na ikaja kuwa huduma kubwa duniani kuliko hata huduma yao. Hitimisho langu ni nini? Kuna vita kwenye maisha yako, lazima uipigane, ndipo utamuona Mungu. Kumbuka Daudi alipigana vita na Goliati, alipigana vita na Sauli. Hakupigana direct, lakini alipitia vita. Kwa kuna wakati ambapo vita yako ni ushindi wako, vita yako ni kuinuliwa kwako, ili mradi tu hiyo vita ni Mungu ameiruhusu na ni Mungu anataka uipigane.
Utapoteza kidogo, utapata vingi. Inawezekana kweli ilinibidi nipoteze, Mungu alinikuwa amenionyesha nipoteze kikombe cha chai, lakini kwenye ndoto hiyo kuna matokeo ambayo sitaki kuyasema. Kuna mabadiliko yaliyotokea ambao kwenye hiyo ndoto. Kwa hata nilipokuwa napitia wakati mgumu, nikasema Mungu, niko tayari kupoteza kikombe cha chai ili niyapate yale mabadiliko niliyoyaona, ili niupate ule ushindi niliyouona, ili nikipate kile kitu nilichokiona. Kubali kusimama na Mungu hata kama vita ni kubwa. Mungu akishakushindia, kuna kiwango kipya kitatokea. Kuna Tanzania mpya itatokea. Kama wewe uko kwenye uongozi wa kiserikali, kuna vitu unapitia, kubali kusimama na Mungu. Kama wewe ni mwanasiasa, kuna kitu Mungu anakusemesha ufanye, kubali kusimama na Mungu. Hofu ni utumwa. Maandiko yanasema kwenye Timotheo kwamba Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na upendo na moyo wa kiasi. Kuhakikisha tu kwamba huruhusu hofu kuzuia kusudi la Mungu, bali ujasiri huku ukifanya kwa upendo. Amen. Mwenyezi Mungu na Baba yetu wa mbinguni, ni Mungu uliye hai. Ninakuhitaji wewe kwa ajili ya taifa, na kuhitaji wewe kwa ajili ya kanisa, na kuhitaji wewe kwa ajili ya watu ambao wamesikia ujumbe huu na ndani yao wamekumbushwa kwamba kuna vita waliogopa kusimama na wewe, kumbe ndio ilikuwa imebeba mlango wao wa kukuona wewe zaidi. Watie nguvu Bwana, wape ujasiri kama ulivyompa ujasiri Petro, hata watu wakamuona Kristo kupitia ujasiri wa Petro. Naomba na kuamini kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Simama upigane vita yako aliyoikusudia Mungu kwenye maisha yako. Hapo ndipo utaanza kiwango kipya, utaanza nguvu mpya, utaanza utukufu mpya. Amen.